Donald Trump, rais wa Marekani, ameendelea tena kujipendekeza kwa mtaalam Kim Jong-un au Kim Jong-un vyovyote, almaarufu kama Kiduku. Nafikiri mnakumbuka hapa juzi mazoezi ya kijeshi yaliyokuwa yanatakiwa yafanyike kati ya Marekani na Korea Kusini. Alafu baadaye Donald Trump akamuagiza waziri wa vita Peter Hegseth kuwa punguzeni mazoezi haya ya kijeshi, kwa sababu kwanza yanatumia bajeti kubwa sana, lakini pia vile yasije yakatuma signal mbaya Korea Kaskazini kwa Kim Jong-un, kwa sababu mimi na yeye sisi ni marafiki. Kwa hiyo tafadhali sana msimkwaze rafiki yangu, ambaye rafiki yangu huyu bwana, nyinyi hebu punguzeni. Sasa swali likawa ambalo pia tulikuwa tunaulizana hapa, ni wiki chache zilizopita, ni Donald Trump huyu aliyesema tukimalizana na Irani anayefuata ni Korea Kaskazini. Vipi, imekuwaje leo? Lakini kumbuke Donald Trump sio wa kuaminika. Nadhani hivi ametoa tena kauli nyingine, anasema isingekuwa yeye kuwa rais, Waarabu wote hiyo Mashariki ya Kati wangekuwa walishafutiliwa mbali kabisa. Ni nani angekuwa amewafutilia mbali Waarabu? Ni Israeli bila shaka. Kwa anasema ni kwa sababu ya busara zake yeye, na hivyo alivyokuja kuwa rais amewaokoa. Hii ni kauli ya Donald Trump, amewaokoa Waarabu wote. Manake hiyo Mashariki ya Kati sijui wako wangapi, hiyo yote yani wangekuwa wote Waarabu washafutiliwa mbali. Ni Donald Trump leo anaongea hivi. Lakini ukumbuke nyuma, wakati ambapo Donald Trump alikuwa anaongea kukubaliana na Irani waingie kwenye mazungumzo, na Irani wakimwambia hatutaki hiki, hatutaki hiki, na mojawapo ya ceasefire, masharti ya ceasefire ni acha kushambulia Lebanon, lakini Israeli akawa anaishambulia Lebanon. Unakumbuka wakawa wanafika mahali wanashindana kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu. Nafikiri mnakumbuka vizuri sana. Wakawa kama wanashindana, na kuna kauli ambayo Donald Trump aliitoa, akamwambia Netanyahu, unatakiwa unishukuru mimi, kwa sababu bila mimi wewe ingekuwa pengine hata walishakuua, hata taifa hili la nini wangekuwa walisha angamiza kabisa hili taifa. Sasa kumbuka, yule aliyemwambia Netanyahu bila yeye na huyu Netanyahu asingekuwa hapo, ndo huyu leo anasema bila yeye Waarabu wasingekuwa hapo. Kwa ni mtu ambaye leo ataongea hivi, kesho ataongea vile. Huyu ndiye Donald Trump, tunaendelea kumzoea. Kwa hiyo sasa kumbuka, baada ya kustopisha yale mazoezi ambayo amesema yasiendelee pale Korea Kaskazini, yapunguzwe, maana hii atatuma signal mbaya huko kwa upande wa Korea Kaskazini. Ndipo hapa alipokuja dada yake na Kim Jong-un, huyu anaitwa Kim Yo-jong, ambaye siku zote ukiona kwenye picha au kwenye video za mtaalam Kim Jong-un, yeye huyu dada anakuaga pembeni, yani ndo mtu wake yuko hapa, ambaye sasa hata kipindi fulani kulitokea taarifa za uvumi kuwa afya ya Kim Jong-un haiko sawa, lakini wakasema ikitokea kwa mfano amefariki, basi mtu ambaye ataendesha taifa la Korea Kaskazini atakuwa ni dada yake Kim Yo-jong, ambaye ndo anaaminika na misimamo mikali zaidi kuliko hata kaka yake Kim Jong-un. Na amekuja akatoa taarifa akasema hakuna mazungumzo yeyote, hakuna ushirikiano wowote wa kidiplomasia kati ya Donald Trump na Kim Jong-un. Hakuna kitu chochote kinachoendelea kati ya hawa wawili, ila tunagundua ni kujipendekeza tu kwa Donald Trump, na nitakuambia ni kwa nini. Kabla kwanza nikupe taarifa hapa, nikusomea taarifa ambayo imetolewa hapa. Nasema hivi: Trump awataka wasaidizi wake kuandaa mkutano baina yake na Kim Jong-un. Rais wa Marekani Donald Trump anadaiwa kuwasukuma wasaidizi wake kuandaa mkutano wa ana kwa ana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, huku akitaka mazungumzo hayo yafanyike mapema msimu huu. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa Trump amekuwa akijadili kwa faragha uwezekano wa kukutana na Kim wakati wa safari yake ijayo barani Asia.
Mkutano huo unaweza kufanyika mwezi Novemba iwapo ratiba ya safari ya Trump itaendana na mikutano ya viongozi wa eneo hilo. Iwapo mpango huo utafanikiwa, utakuwa mwendelezo wa diplomasia binafsi ambayo Trump aliianzisha wakati wa muhula wake wa kwanza kama rais wa Marekani. Trump na Kim walikutana mara kadhaa mwaka 2018 na 2019 katika juhudi za kutafuta suluhisho kuhusu mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na kupunguza mvutano kati ya rasi ya Korea. Ndugu zangu, niliwaambia hapa, ukiwa na midude utaogopwa. Kim Jong-un anaogopwa kwa sababu ya midude alionayo. Tunakumbuka wakati wa utawala wa kwanza wa Donald Trump, hiyo 2018 2019, wameonana kama mara hizi tatu wameonana. Hiyo ndio kujadili sasa masuala ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, lakini pia kujadili kama nilivyosema mvutano au kupunguza mvutano katika rasi hii ya Korea, na imekuwa kwa namna hiyo. Sasa hapa Donald Trump tena anataka kuonana na Kim Jong Un, lakini inakuwa ni too late. Na baadhi ya wachambuzi wamekuja kuchambua kuwa hii ni kwa sababu inaonekana kuna ushiriki wa moja kwa moja wa Korea Kaskazini katika vita vinavyoendelea baina ya Marekani na Irani. Na kama mwezi mmoja, kama sio wiki tatu hivi kuelekea mwezi mmoja, nakumbuka niliongea hapa kuwa kulikuwa na taarifa kuwa Irani ililipa dola za Kimarekani milioni 25 kuilipa Korea Kaskazini, na Korea Kaskazini wakawapa teknolojia hii ya mahandaki au teknolojia hizo banka. Umeona, kwa sababu Korea Kaskazini ni wataalamu hawa. Kwa wanasema Irani, ilikuwa ni taarifa kwamba Irani walinunua teknolojia ya mahandaki, ambayo hii teknolojia wakawapa Irani, Korea Kaskazini wakawapa Irani ni namna gani ya kujenga mahandaki ambayo yana nguvu, mahandaki ambayo hata hizo bunker booster za Marekani hata zipige. Kumbuke Marekani ana bunker booster pale ambazo ni GBU 57 au zinajulikana kama MOP, huwa zinabebwa na yale mandege makubwa, zile B2 stealth bombers, hata B52 I think huwa zinabeba. Sasa hii tunaongelea ni yale makubwa, ile massive ordnance penetrators, ambazo ni bunker booster kubwa kabisa, ambazo sasa ikipiga basi inapiga na kuingia moja kwa moja na kuweza maana hizo zimeundwa special au maalum kwa ajili ya kudili na hizi bunker au niseme hayo mahandaki, ambayo sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo mbalimbali ni kuwa haya mahandaki yaliyojengwa pale Irani, hizi bunker booster hazikuweza kupenya na kuweza kuharibu. Nyingi sana zilifunga tu milango ya kuingilia kwenye haya mahandaki. Kwa hiyo inaaminika kuwa teknolojia hii Irani aliuziwa na Korea Kaskazini. Sasa anachokitafuta Donald Trump ni ule unafuu, kwa sababu vita vimemzidi uwezo pale upande wa Irani. Kwa ni unafuu na utafuta. Kwa ndo maana anatangaza kuwa tumekuwa na ushirika mzuri kati yetu sisi kati yetu sisi Marekani na Korea Kaskazini, na sasa anawaharakisha na kuwashurutisha wasaidizi wake waandae mkutano mwingine utakaomkutanisha yeye pamoja na Kim Jong Un. Mambo ya ajabu naweza kusema. Ni mambo kidogo ya ajabu, lakini ndivyo hivyo. Huyo ndiye Donald Trump, mtu ambaye zani unaelewa, ni mtu ambaye yani hanaga msimamo. Naweza kaongea hivi, kesho kaongea hivi, kesho kutwa kaongea lile, kesho kutwa kaongea hivi. Leo hii nikasema hii ni ajabu. Ni nini sasa kilichomfanya Donald Trump atake kuongea na Kim Jong Un? Ni kwa sababu ya madude. Na usisahau hivi vita vya Irani vinavyoendelea Irani, kwa sababu Marekani ana kambi nyingi za kijeshi pale Mashariki ya Kati, na kambi nyingi zilikuwa zinalindwa na mifumo ya ulinzi ya Patriot pamoja na mifumo ya THAAD. Na Irani wamepiga sana ile mifumo ya ulinzi, hii tumekuwa tukiongea mara kwa mara, jambo lililopelekea Marekani akaenda kuchukua mifumo ya ulinzi iliyoko Korea Kusini na mifumo ya ulinzi iliyoko Japan. Nadhani mnakumbuka Japan wakawa wanalalamika kuwa kwa ina maana hapa sisi wametuachaje, na ilichukua hii mifumo ya ulinzi kuipeleka upande wa upande wa Mashariki ya Kati.
Na hii mifumo ya ulinzi iliwekwa Japan na pamoja na Korea Kusini. Hii yote ni kwa sababu Marekani amesema anawalinda dhidi ya Korea Kaskazini. Though mnakumbuka vita ambavyo vimewahi kupigana kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini kuanzia mwaka 1950 mpaka 1953, na Marekani amekuwepo pale sasa kuwa yeye ni mlinzi, analinda dhidi ya Korea Kaskazini sije ikaja kufanya tena uvamizi Korea Kusini. Kwa miongoni mwa mambo pia ni mifumo ya ulinzi ambayo alikuwa ameiweka pale, lakini mifumo hii ameitoa hii mifumo ya ulinzi kwenda kulinda pale Mashariki ya Kati, ambapo na kwenyewe bado pia vile imeferi. Kwa hiyo maana yake Korea Kusini lakini pamoja na Japani zimekuwa ziko na udhaifu fulani, zimekuwa ziko wazi kidogo. Na wakati fulani Kim Jong Un aliwahi kufanya majaribio ya makombora na Korea Kusini wakawasha hiyo mifumo ya ulinzi ya Patriot, lakini bado haikuona makombora yalivyopita. Makombora yalienda lakini mifumo ile haikuona. Kwa hiyo ndivyo. Kwa nadhani sasa Donald Trump anachojaribu kukifanya ni kutafuta sasa ushirika mzuri na Korea Kaskazini ili au na Kiduku, ili sasa Kiduku asifanye yale ambayo angeweza kuyakusudia kuyafanya katika haya mataifa. Kwa ndivyo taarifa na habari ilivyokuwa namna hiyo. Asanteni sana wana IBM channel. Endelea hapa, tutaendelea kupeana taarifa na maarifa zaidi. Asanteni.